tumewaomba tuje tuwasikilize matatizo yenu, kwa sababu mlitutuma tuwatumikie, na alhamdulillah imeitika, na alhamdulillah mmetupa mambo mengi ambayo tunayapigia kelele kila siku, tunayazungumza, lakini tunaendelea kukata tamaa, kwa sababu tuko kwa ajili ya kujenga, na Waswahili wanasema ikipigwa inalegea. Kwa hiyo tunaamini kama alivyosema Prof, kutokana na makubaliano yaliyofanyika kama 2030 huko, inshallah tutakuwa tunapiga hatua. Lakini pia napenda kuzungumza kuhusiana na swala la vyeti. Nadhani swala la vyeti kuweza kuhakiki, kwa kweli hata mimi nilimaliza kulizungumzia barazani, nikasema mtu kuhakiki cheti ndani ya dakika 3. Na kwa nini leo mimi mtoto wangu mwenyewe kataka kwenda kuhakiki cheti, kaambiwa baada ya miezi 3 arudi. Baada ya miezi 3 akurudi kalipa hiyo 7,000, kaambiwa bado. Kwa hiyo kwa kweli hata sijui anafanya kitu gani, kwa sababu cheti nimewaambia mimi siku moja barazani, hatutumii hivi vitu kwa ajili ya kufanya labda kufanya mambo ya uchaguzi, vitambulisho. Kuna watoto wanataka kusoma, kuna mambo mbalimbali ya muhimu ambayo yanatakiwa kufanywa kazi. Kwa hiyo tumeyachukua mambo yenu ambayo umetuletea, na kwa kweli tutafanyia kazi. Masuala mengi ambayo yamezungumzwa hapa, tunashukuru masuala ya kilimo. Mimi nilikuwa nafurahi nikiona kama watu wa kilimo, kwa kweli tulisema hapa kwamba uti wa mgongo wa mwananchi wa Zanzibar ni kilimo. Kwa kweli wazee wetu sote tumekulia kwenye kilimo, mpunga, muhogo, na kwa kweli kwa sasa hivi mambo hayaendi vizuri kwa kweli. Ndio kama tunasema mabwana shamba haonekani, ardhi zetu ndio zinavamiwa zikafanya mambo ya ajabu, watu wanaporwa. Kwa kweli tupeni imani, tunafanya kazi ya kuwatetea na kuwatumikia. Kwa hiyo tunawashukuru sana, na kwa yoyote aliyokuwa kaguswa na jambo lolote, isiwe hapa tuliposimama, mkiwa na majambo yoyote, viongozi wapo, wapeni mambo yenu, basi watatufikishia na tutayafanyia kazi. Tutayatetea kwa kadri ya uwezo wetu, ambalo jambo hilo ndio lilotupelekea barazani. Asanteni na washukuru sana. Washukuru sana wananchi wa mkoa huu wa Mcheweni kwa kuja kutusikiliza na kuja kwa wingi, lakini tuwape pole sana wale ambao wamekumbana na changamoto za dhulma, kudhulumiwa haki zao, lakini pia kutopata fidia mpaka hivi sasa kutokana na barabara zinazopita, lakini pia na changamoto ya uharibifu wa mazingira ambayo inatokea. Kama walivyotangulia kusema wenzangu, kutokana na muda tunazichukua changamoto zetu na tutazifanyia kazi na mtazisikia tukizungumza. Lakini yupo mama mmoja ambaye alizungumza kuhusiana na vile vibali vya ujenzi. Labda nimwambie tu kwamba wanatozwa, nadhani ilikuwa ni mzee Aljuma alizungumza kwamba wanatozwa shilingi 60,000 mpaka shilingi 100,000 kwa ajili ya vibali vya ujenzi. Kwa majibu utaratibu huu uko kisheria. Mara nyingi sheria ziko za aina nyingi. Kuna sheria ambazo zinatungwa na baraza la wawakilishi, lakini na halmashauri na mabaraza ya miji yanakuwa na sheria zao ndogo ndogo. Sasa sheria hizi mara nyingi ni sheria za mabaraza ya miji na halmashauri ndio wanaotunga kwa ajili ya kuongeza kipato chao, lakini si kwa lengo la kumkandamiza mwananchi. Sasa ukiona imewekwa kubwa, wala si shehe ambaye ana jukumu lile. Jukumu lile ni la kwa diwani, ambaye diwani wa wadi ile ndiye anayehusika na jambo lile, isipokuwa limepokwa sasa hivi limechukuliwa na mashehe. Kwa hiyo mambo yale yapo katika halmashauri zetu. Kwa hiyo kiujumla sisi tunawaambia yale zile changamoto zote ambazo tumetuletea na tumezichukua, tumezinakili hapa na mtasikia tukizungumza. Asante sana. Kuonyesha kwa wananchi, kuzungumza kwa wananchi, kuambia ile dhana hasa ya mnadhi katika baraza la wawakilishi. Nadhani wengi wenu wakati mwingine mnasikia tu kuna mnadhi, wakati mwingine hawajawahi kusikia, na nikasema kwanza ni vizuri kwa vile ni mara ya kwanza kufahamisha kwa muhtasari tu
dhana hii ya mnadhimu katika Baraza la Wawakilishi. Baraza la Wawakilishi la Zanzibar ambacho ni chombo cha wananchi, si chombo cha chama, na ndio maana hapa sisi tupo kama wananchi, sio kama wanachama. Sote hapa ni wananchi wa Zanzibar, wananchi wa Micheweni wilaya hii, na Baraza la Wawakilishi ndio chombo chetu, ndio mtetezi wetu. Sasa baraza lile liliundwa kwa mujibu wa katiba na vifungu vya katiba ambavyo vimeliunda lile Baraza la Wawakilishi. Ikasema kutakuwa kuna wawakilishi wa kuchaguliwa majimboni. Tupo hapa watatu ni wa kuchaguliwa kutoka majimboni, lakini pia katiba ikasema kutakuwa na wawakilishi wa kuteuliwa na rais 10 wasiozidi 10. Kwa sasa hivi hapa hatuna hata mmoja ambaye ameteuliwa na rais. Tunategemea watakuwepo, na Mheshimiwa Kabagawa pale anasema inawezekana mmoja akawa yeye. Lakini pia tuna wawakilishi wa viti maalum. Viti maalum vimekusudiwa kwa ajili ya kuleta uwiano kati ya wanaume na wanawake katika Baraza la Wawakilishi. Si kwa sababu wanawake ni dhaifu, lakini ni kwa sababu mfumo wetu umekuwa dume sana, kiasi kwamba kwenye majimbo wanaume wamekuwa wakishikilia sana kwa sababu mbalimbali, nyingine za kijamii, nyingine za kihistoria. Kwa hiyo serikali ikaona kuwe na 40% ya wawakilishi wa viti wawe ni kutoka viti maalum. Katika Baraza la Wawakilishi la sasa hivi wanatakiwa wawe 20. Mmoja wapo katika 20 ni Mheshimiwa Moza pale, ni mheshimiwa wa viti maalum kutoka mkoa wa Kusini Pemba. Lakini hayo ndio makundi matatu makubwa ya wanaofanya wajumbe wa Baraza la Wawakilishi. Lakini kuna pia spika, kama hakuwa mwakilishi anakuwa naye ni mjumbe. Rais mwenyewe naye anakuwa ni sehemu ya Baraza la Wawakilishi. Lakini kuna mwanasheria mkuu naye pia ni mjumbe wa Baraza la Wawakilishi kwa nafasi yake. Kwa hiyo hao ndio muhimu katika Baraza la Wawakilishi. Sasa Baraza la Wawakilishi pia limetungiwa sheria, inaitwa Sheria ya Utawala wa Baraza la Wawakilishi sambamba na kanuni zake. Sasa kanuni hizi ndio zinazokuendesha mle barazani. Ukimuona mtu kauliza swala kajibiwa vibaya, halafu kanyamaza kimya, kama inavyotokezea sisi wakati wetu tunaletewa vimemo na nyinyi huko, mwambie hilo jibu silo, lakini watu tumekaa kimya kwa sababu kanuni hazituruhusu tena pale kusimama kusema papo kwa papo. Kwa hiyo zile kanuni na sheria ya utawala wa baraza imeanzisha utaratibu wa kuwa na wanadhimu katika Baraza la Wawakilishi. Na kwa sasa hivi kuna makundi matatu ya wanadhimu. Kuna kundi la wanadhimu au mnadhimu wa chama kinachotawala ambaye hayuko serikalini. Lakini pia kuna mnadhimu wa serikali wenyewe wanaosimamia ile serikali yenyewe, mawaziri wakikosea, mawaziri wakichelewa, mawaziri wakijibu majibu sio. Alafu kuna mnadhimu au wanadhimu wa vyama vingine wenye uwakilishi ule barazani. Sisi chama cha ACT Wazalendo tupo pale kama mnadhimu wa chama ambacho hakiongozi serikali. Lakini tukishaingia ule barazani tunatetea wananchi wote, wawe wa Chama cha Mapinduzi, na mmeshawahi kutuona tunawatetea zaidi waajiriwa wa kila sekta, kila chama. Wizara ya Afya kuna matatizo, hatuchagui nani aliyedhulumiwa, nani anayeonewa, madhali ni mwananchi, sisi tunatetea. Kwa hiyo mnadhimu wa chama ambayo ndio mimi hapa kwa sasa hivi wa chama chetu, na nimesema nije niseme kazi hasa ambazo mnatakiwa wananchi mzifahamu mle barazani. Mnadhimu akiwemo mle barazani ana kazi gani? Kwa nini akawepo? Moja ya kazi za mnadhimu ni kuhakikisha kunakuwa na nidhamu inayotokana na chama kilichompeleka, lakini kwa maslahi ya taifa, kwamba ile misimamo ya chama
ambayo haiendani na maendeleo ya nchi inatakiwa kusimamiwa mle. Kwa mfano, chama chetu kinaamini kwenye serikali tatu. Mnadhimu hatokubali kumuona mjumbe wake mle anasimamia hoja inayopingana na serikali tatu. Huo ni mfano tu. Chama chetu sisi kinaamini kwamba ukombozi wa Zanzibar ni mamlaka kamili. Hatutofurahi, mnadhimu hatofurahi kumuona mwakilishi kutoka chama chake hatetei dhana hiyo au anaendeza dhana hiyo kwa mujibu wa kanuni zilizowekwa na baraza. Kwa hiyo ndio moja katika kazi ya kwanza ya mnadhimu katika baraza la wawakilishi. Lakini ya pili ambayo ni muhimu sana katika kuleta nidhamu ni mahudhurio. Imetajwa kabisa katika vifungu, kusimamia mahudhurio kwa wakati ya wale wajumbe wanaotokana na chama chake. Na hilo tumekuwa tukifanya. Ukiwa na mwakilishi jimboni kwako hahudhurii barazani, pengine anakuja muda anaotaka, anaondoka muda anaotaka, wanaonekana mle TV zinaona siku hizi. Kwa hiyo ile ni aibu ya yule mwakilishi, lakini mwenye dhamana ya kumwadabisha kwanza ni yule mnadhimu aliyomo mule, kwa sababu anawaona, anarekodi mahudhurio yao, anazungumza nao. Kwa hiyo ni miongoni mwa kazi pia za mnadhimu katika baraza la wawakilishi kuhakikisha kwamba mnadhimu anasimamia attendance ya wanachama wajumbe katika baraza. Lakini lingine ni kuhakikisha kwamba anashughulika katika zile shughuli za baraza zenyewe. Wajumbe wangu nataka wafanye shughuli gani katika baraza hili? Kwa hiyo pia ni mnadhimu katika kupanga kwa kushirikiana na viongozi wa baraza. Na la nne ni majadiliano yatakayoleta, kama kuna conflict yoyote kati ya chama na wajumbe, kati ya wajumbe na wajumbe, kati ya vyama vya upinzani na chama chetu, kati ya uongozi wa chama na wajumbe, ni kazi ya mnadhimu pia. Na la mwisho kabisa ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na makubaliano katika hili vyama kwa mujibu wa misimamo ya chama kilichopeleka. Kwa hiyo nitaka wakusaidia wa muhtasari hizo ile dhana ya mnadhimu katika baraza la wawakilishi. Sasa mnadhimu anawajibika kuhakikisha kwamba wajumbe wake mle barazani wanazungumza, wanachangia kwa mujibu wa msimamo wa chama bila kuathiri maendeleo ya wananchi wetu. Na hiyo ndio kilichonileta hapa na wenzangu kuwauliza nyinyi wananchi, baraza letu linavyoenda sasa hivi. Kuna wengine hapa wameyaona mabaraza tokea chama kimoja vikaja vyama vingi kipindi kile cha chama kilichopita, kile chama cha CUF, wakiwa nusu kwa nusu wajumbe. Kimeona baraza wakiwa chama kimoja tu mle barazani wakati wa vyama vingi. Je, mwenendo wa baraza sasa hivi unakufurahisheni? Na kama haukufurahisheni, kipi mngetamani kuliona baraza, mngeliona liweje, mngetamani liweje baraza sasa hivi? Mngetamani sisi wajumbe tufanyeje ili kulifanya lile baraza muwe mnaliangalia mara kwa mara, mnalisikiliza, mnafurahi, na sio kufurahi kwa sababu ya vichekesho, lakini mnafurahi kwa sababu linatugusa kwenye maslahi yetu ya maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo hiyo ndio kilichotuleta hapa mimi na wenzangu kusikilizeni. Mnatamani kuona baraza la aina gani? Sisi tuwe watu wa aina gani mle barazani, ili nyinyi muweze kufungua redio na TV kuangalia. Kuna wengine baraza limefikia wakati akiona tu baraza la wawakilishi anafunga, anaenda zake shamba au anaenda zake kwenye shughuli nyingine. Sisi tunatamani ikifika kipindi cha baraza watu wawe na hamu ya kuangalia. Nyinyi ndio mtakao kuambia mnatamani tuwe na baraza la aina gani. Kwa hiyo sambamba na hilo mtuambie hilo kwanza, lakini la pili pia mtuambie kwamba katika mwezi Septemba tunatarajia tutakuwa na miswada miwili. Mmoja unawahusu wachache hapa, unahusiana na kuanzisha shirika la magazeti. Inafuta sheria ya zamani, inaundwa sheria mpya ya shirika la magazeti Zanzibar la serikali. Huo mswada anayefahamu na mwenye maslahi humo angetamani mambo gani ya msingi labda tuyagusie au tuyakumbushie au tuyasisitize wakati tukichangia ule mswada, kwa sababu utakuja kuwasilishwa mwezi Septemba.
Lakini pia kuna mswada ambao takribani sote hapa unaturuhusu kuanzisha mamlaka ya maendeleo ya uvuvi. Hakuna mtu nadhani hapa aliyekuwa hagusu kwa njia moja au nyingine na mambo ya uvuvi. Kwenye jambo hili ulitamani kuwe na kitu gani katika mswada ule au katika sheria hiyo ambayo itarahisisha labda maisha ya uvuvi au itaongeza tija katika uvuvi tunaofanya katika mwambao wetu huu wa Afrika wa Mashariki. Kwa hiyo hayo ndio yaliyotuleta hapa, pamoja na kupata maoni ya jumla, maoni kuhusu sisi, maoni kuhusu baraza, lakini maoni kuhusu jinsi ya kuendesha nchi yetu kupitia michango yetu katika baraza. Sisi